Sio ushindi na kombe tu, kuna rungu linakuja kutoka huko kafu. Simba wanaenda kuchunguzwa na kafu. Lakini kingine zaidi pia kocha na yeye ama referee pia wataingia katika mikono ya kafu waweze kuchunguzwa namna ambavyo uendeshaji wao wa mchezo ule ulikuwepo. Sasa haya ni matukio manne ambayo yametokea na vitu ambavyo vitaenda kuchunguzwa ama ambayo ulikuwa uyafahamu yanayoendelea baada ya fainali ile ambayo iliyokutanisha RS Berkane na klabu ya Simba kule visiwani Zanzibar. Jambo la kwanza, klabu ya RS Berkane waliwasilisha ripoti kwa CAF kwamba walizuiwa kwenye uwanja wa ndege huko Zanzibar kwa takribani masaa 4 baada ya kuwasili. Hakuna afisa yoyote yule kutoka kwa wenyeji aliyekuwepo kuwapokea siku hiyo. Kama ambavyo unakumbuka, walikaa pale kiukweli muda mrefu sana bila taarifa yoyote ya msingi, lakini kikubwa ambacho walikuwa wanasema walikuwa wanakaguliwa. Namba 2 ni kwamba kafu haikufurahishwa na jinsi Simba walivyojibeba wakati wa mchezo na kile kinachoelezwa kama vitendo vya utovu wa kinidhamu kutoka kwa timu ya Simba na wafanyakazi wa benchi la ufundi lote. Kama utakumbuka, katika benchi la ufundi moja ya kocha wasaidizi alipigwa kadi nyekundu na kwenda nje. Namba 3, kulikuwa na nyimbo na kelele za kupinga zinazolengwa ambazo zilikuwa zinamlenga rais wa kafu na ujumbe wake. Kafu pia itafanya uchunguzi kuhusu kile kilichotokea ndani ya chumba cha kubadilisha nguo na baadhi ya wageni ambao waliingia katika chumba cha kubadilisha nguo cha maafisa wa mechi. Bana, kuna video ambayo inatembea kweli katika mitandao ya kijamii ikionyesha kocha ama wasimamizi wa ile mechi ambao walikuwa ni vibendela, harassment kama hivyo, marefari walikuwa katika chumba kimoja na viongozi wa RS Berkane, kitu ambacho kimewatia wasiwasi kweli. Labda inawezekana kuna matukio ambayo refa alikuwa anayafanya, ilikuwa kuna changamoto ambayo ilikuwa mwanzoni watu wameanza kutia mpunga labda. Kitu cha 4 ambacho kitafanyiwa zaidi ni kamishna wa mechi na mwamuzi wamewasilisha ripoti kwa kafu juu ya matukio yote yaliyotokeza ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Inawezekana hiki kitu kikaja kuwa bora kwa Simba ama ikawa kibaya zaidi kwa Simba, kwa sababu kafu hawacheki na yeyote. Kwa hiyo kama mtu atakuwa ametenda makosa, basi adhabu itakuja kushukia kwa klabu husika. Kama faini, basi Simba itapigwa faini ya kutosha. Kama sio faini, basi kuna vifungo ambavyo watazuiliwa. Inawezekana Simba kaja kucheza bila mashabiki wa aina yoyote, kwa sababu vitu ambavyo vilitokea inadaiwa ni moja ya matukio ya utovu wa kinidhamu, kwa sababu rais wa kafu alikuwa anashambuliwa labda kwamba ni mpangaji wa matokeo na vitu kama hivyo. Tunaamini muda utakavyokwenda tutapata majibu rasmi ya mbivu na mbichi.